Senduru ni mwenyekiti wa kata ya Wazo, Dar es Salaam. Mimi ninachotaka kuzungumza, nataka tu kutuma salamu kwa rais kwamba azingatie falsafa yake. Kwenye muonekano wa nje, Rais Samia alikuja na falsafa inayoruhusu demokrasia. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, demokrasia inazidi kupotea na falsafa ya rais ambayo ilikuwa inaonekana inazidi kupotea. Kwa sababu ninachokumbuka katika posti zake au katika mitandao, kuna maeneo anasema kwamba zungumzeni, kosoeni serikali, lakini toeni ushauri. Na ndicho kinachofanyika kwenye kampeni zilizopo sasa. Ukimfuatilia Heche au hata makamu mwenyekiti, leo polisi anavizia, anataka amkamate Heche. Ukimwambia unamkamata kwa statement gani mbaya au yoyote ya uchochezi, hakuna hata neno moja ambalo Heche analizungumza la uchochezi. Zaidi anatoa elimu kwa Watanzania. Kwa nini nchi iko hivi? Kwa nini sisi ni maskini? Kwa nini rasilimali zinachezewa? Kwa nini wanufaikaji ni wachache? Kwa nini usimamizi umekuwa ni mbovu? Jibu linakuja moja kwa moja, na tayari tulishalipata toka awali wakati mazungumzo kati ya chama na serikali yalianza mwanzo kutengeneza reforms za demokrasia. Rais mwenyewe alisema, tumekaa hapa tunajadili demokrasia lakini kuna chawa. Kwa hiyo mimi ninajenga shaka, inawezekana kwenye hii nchi rais anaweza siwe na shida. Shida ikawa kwa machawa wa rais. Hawa machawa wa rais ambao wapo kwa ajili ya maslahi binafsi ndio waliokamatia kijiti, hawataki kabisa kuwepo na reforms. Sasa sisi kama Chadema na Watanzania kwa ujumla, no reforms, no election. Yani hiyo ndo kauli mbiu. Watatupiga, watatufunga, lakini hii kauli imejengwa kwenye nafsi. Chadema inatishiwa kufutwa. Nimesikia kwenye speech za Heche, wakifuta Chadema sio suluhisho la kuwafanya watu waamini serikali iliyopo madarakani. Ukiifuta Chadema, mimi nitabaki Chadema moyoni. Siku ikibuka tena nimo. Kwa hiyo mimi nataka kushauri mamlaka husika ya urais iangalie kama kuna mazingira ya watu ambao wapo kwa ajili ya maslahi binafsi. Rais abaki na msimamo, abaki na falsafa yake. Mimi najua falsafa ya rais ilikuwa ni kujenga demokrasia nzuri. Ndicho ninachoamini. Kwa sababu kama asingekuwa na falsafa ya kutengeneza demokrasia nzuri, asingemwita Tundu Lissu kuja nchini, asingeruhusu vikao vya majadiliano, na baadaye akaweka tahadhari kwamba nina machawa. Hiyo nafikiri waandishi mnafahamu. Alisema jamani, tunajadiliana haya lakini kuna machawa. Hawa machawa wanaweza karibu, na ni kweli ndicho kinachotokea. Inawezekana hii kamata ya watu si agizo lake. Saa nyingine ni machawa wanaojipendekeza. Wengine wanajipendekeza ili wapate nafasi kubwa, wengine wapate vyeo, wengine wabaki kwa kwenye nafasi zao. Kwa hiyo ninyi kama waandishi ambao inatakiwa mtupelekee taarifa kule, mwambieni Chadema ipo, itaendelea kuwepo, na no reforms, no election.